Bwana, kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba klabu ya Young Africans imeitwa kwenye kikao na bodi ya ligi pamoja na viongozi wa mbalimbali kutoka TFF, na wameitwa kwenye kikao na waziri wa michezo, na ni taarifa ambayo mimi nilipata jana usiku, lakini pia imeandikwa kwenye gazeti la The Citizen. Kama umepita kusoma ile gazeti utakuwa umeiona vizuri kabisa kwa siku hii ya leo. Ni taarifa ambayo imegonga vichwa mbalimbali vya habari, na watu watamani kujua Yanga watakubali kucheza mechi ya dabi au watagoma kucheza dabi. Ni kitu ambacho watu wanakijua, by the way, wanajiuliza. Lakini Yanga walishapewa taarifa, bodi ya ligi wamepewa taarifa, Simba wamepewa taarifa, lakini pia TFF ambao pia ndio wasimamizi wa mpira wa Tanzania pia taarifa hiyo wanayo. Na kama unakumbuka Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, yeye ndio alisema kwamba kama itafika sehemu watashindwa, basi watawaomba serikali iweze kuingilia kati, kuwaweka pamoja, wazungumze jambo liweze kumalizika. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo serikali inaruhusiwa kuingilia kati, lakini kuna mambo ambayo serikali hairuhusiwi kuingilia kati. Kwenye masuala ya upangaji wa ratiba, serikali hairuhusiwi kuingilia kati, lakini serikali inaruhusiwa kukaa na watu wa mpira kushauriana namna gani ya kufanya ili mpira uweze kukua. Kwa hiyo wanachokifanya sasa hivi serikali kupitia Wizara ya Michezo, kwa mujibu wa taarifa, ni kwamba wanakaa na bodi ya ligi na Yanga na Simba wote kwa ujumla kushauriana namna gani nzuri ambayo itatumika ili kuhakikisha kwamba mechi ya dabi inachezwa tena upya, kitu ambacho kinasubiriwa kwa hamu. Na watu wengi siku hizi sasa hivi wanasubiri tu kuona tarehe ya dabi itakuwa ni lini ili wajiandae kwa ajili ya mchezo wa dabi. So kama ikitokea Yanga watakubali kucheza mechi ya dabi, maana yake ratiba mpya itapangwa. Lakini kama itatokea Yanga watagoma kucheza mechi nyingine ya dabi, maana yake taarifa nyingine pia itatoka kutoka bodi ya ligi kwamba bwana, tumeshindwa. Labda kama ni kushindwa, watatoa taarifa kwamba wameshindwa na vitu vingine. Lakini kwa watu wengi wanaamini kwamba Young Africans atakubali kwenda kucheza mechi ya dabi, kitu ambacho inawezekana kweli kikatokea, kwa sababu Yanga ni timu ambayo haipo juu ya mamlaka. Yaani TFF wapo, bodi ya ligi wapo, ambao ndio vyombo vikuu zaidi kuliko Yanga. Kwa vile vyombo viwili vinaweza vikawa na msimamo ambao unaweza kuwafanya Yanga wakubali kwenda kucheza mechi, lakini imeshahusishwa serikali ndani yake. Manake kama inahusishwa serikali ndani yake, ina maana busara inaenda kutumika kwenye mazungumzo. Waniwichi ikienda kutumika busara kwenye mazungumzo, sioni kama kuna namna yoyote ambayo Yanga wanaweza kwenda kugoma kwenda kucheza hiyo mechi. Automatically watakubali, kwa sababu tunajua viongozi wote wa serikali ni viongozi ambao wanaheshimika sana, na watu wa mpira wanaheshimu sana viongozi wa serikali. Kwa hiyo ile heshima ambayo watu wa mpira wanawapa watu wa serikali na namna ambayo watu wa serikali wanawapa watu wa mpira inaweza kutumika na kusaidia mechi ya dabi kwenda kuchezwa tena. Unishi tunategemea kuona mechi ikienda kuchezwa. So kama mechi itaenda kuchezwa, maana yake Yanga watakuwa, baadhi ya viongozi wa Yanga watakuwa wamejitia aibu. Na watakuwa wamejitia aibu kwa sababu walizungumza mambo mengi sana. Unajua, baada ya mechi kuahirishwa, wapo baadhi ya viongozi wa Yanga na wanachama wakubwa wa Yanga walisema hawako tayari kucheza mechi ya marudiano. Kama unakumbuka, Haji Manara kama mwanachama nguli kabisa wa klabu ya Yanga, yeye pia alisema kwamba hawapo tayari kucheza mechi nyingine ya marudiano. Lakini pia wanachama mbalimbali wa Yanga walikuwa wakizungumza kwenye vyombo mbalimbali vya habari kwamba hao tayari kucheza tena mechi ya marudiano, kwa sababu wanaamini kwamba ile mechi ya kwanza hawakuvunja taratibu za kikanuni, lakini pia wanaamini kabisa kwamba taratibu zote za mchezo zilipaswa kufuatwa, kwa sababu Simba ambao ndio mpinzani wao hakufuata kanuni. Aliahirisha mchezo, aligomea mchezo au alitishia kugomea mchezo kinyume na taratibu, kwa alistahili kuadhibiwa kutokana na kile ambacho alikifanya. So kwa jinsi ambavyo watu wengi walizungumza, na kama itatokea wakabadili mawazo kwenda kucheza dabi, hiyo itaonyesha jinsi gani ambavyo pia Yanga kama klabu hawana msimamo. Kwa sababu msimamo wako unapaswa kukua bila kujali kwamba unazungumza na nani. Yaani hata kama viongozi wa serikali ndio ambao wametumika kwenda kuwapoza Yanga ili mechi ichezwe, lakini Yanga kama klabu inapaswa kuwa na msimamo wake. Yaani wanapaswa kujua nini ambacho wanakifanya. Lakini pia Arafat Haji, makamu wa rais wa Yanga, alizungumza wazi kwamba yeye ni mtu wa mwisho kuamini kwamba Yanga atacheza mechi ya marudiano. Maana yake wao walishamaliza mechi yao tarehe 8. Na akizungumza kitu kama mtu kama Arafat Haji ambaye ni makamu wa rais wa klabu, ina maana ni klabu imezungumza. Kwa hiyo kama ikitokea wakakubali kucheza mechi, ina maana wao wenyewe wameenda kinyume na misimamo ambao walikuwa wamejiwekea, kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo nafikiri Yanga hapa ndo tunaenda kuwapima nao imani kwamba uwezo wao wa kusimamia maamuzi yao ukoje.
Kama watakuwa na msimamo na wakagoma kweli kucheza mechi, ina maana ni timu tutawasifu kwa msimamo mkali ambao wako nao. Maana hawajali kwamba anayezungumza ni waziri wa michezo au anayezungumza ni nani, ila wao wanachokiamini ni kwamba wana misimamo yao ambayo inapaswa kufuatwa na serikali, misimamo ambayo inapaswa kufuatwa pia na TFF na bodi ya ligi. Unajua serikali hairuhusiwi kuwalazimisha Yanga kucheza mechi, lakini pia serikali hairuhusiwi kuishinikiza bodi ya ligi ipange tarehe ya mchezo. Kwa hiyo Yanga wakiamua kugoma, wana uwezo wa kugoma kwa mujibu wa sheria za mpira, na wana uwezo wa kwenda kuishtaki TFF na bodi ya ligi kwa mujibu wa sheria za mpira, na ndio maana walienda walipeleka kesi kule kasi. Inasadika kwamba walishapeleka kesi kule kasi. Kwa hiyo kama Yanga watakubali kutumiwa na watakubali kucheza mechi kwa sababu ya influence ya serikali, watakuwa wamejiangusha. Lakini kama wataendelea kusimamia misimamo yao, basi tutawasifu kwa sababu watakuwa wamefanya kazi moja nzuri sana, na litakuwa ni fundisho kwa TFF na bodi ya ligi kwamba wapo watu sio wa mchezo. Natamani kuona Yanga wanaendelea kukataa na kuwa na ule msimamo ule. Waigomea bodi ya ligi, alafu mambo mengine yaendelee kwenda sawa ili kanuni ziweze kufuatwa.